huo mwamba unakwenda kuyatikisa, na huo mwamba unakwenda kuyaondoa. Na huo mwamba ni baba yetu Daktari Paul Bendera Rico Sayadi Moto Mkari. Karibu sana baba. Haleluya. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada hii ya leo na kwa jinsi tulivyopata baraka kutoka kwa waimbaji wetu, praise team na kwaya zetu. Tumepata baraka kubwa sana. Tuwape makofi watoto wetu. Lakini siku hii ya Jumapili nataka tuitoe iwe ni siku ya ibada peke yake kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumpa heshima yake inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilitoa hiyo na nilizungumza 2023 kwamba 2026 hata mke wangu nilimwambia January, nilimwambia mke wangu, nikamwambia mwezi huu, mwaka huu 2026 kuna mabadiliko nataka niyafanye. Aliniambia maswali mengi, akaniuliza akasema akihisi kwamba labda na nini hasa, nashangaa naona anazungumza hichi kitu. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu wengi wanahisi akija ofisini ndio atafanikiwa zaidi tukiongea naye. Hapana. Nataka nizalishe wachungaji 300 na tuwatume huko nje. Kwa mfano Mbeya pale mjini hakuna kanisa. Chalize pale hakuna kanisa. Kibiti pale hakuna kanisa. Sasa watu wahubiri wengi wanahisi kwamba yani baba, unajua kuna wahubiri wasaidizi wangu huwa wanafahamu, wakimtuma mtu anakataa. Anasema yani baba, unanituma huko, mimi nimezoea Dar es Salaam. Dar es Salaam ni kubwa. Ukikataa kwenda huko tutakao kukutuma, tutakwambia nenda kalianzishe pale Manzese pale. Dar es Salaam ni kubwa. Kwa hiyo tunataka watu wafuate utaratibu. Ukitumwa nenda. Usije ukasema mimi hata ofisini. Waulize hata watu wote wa serikali. Mkuu wa mkoa akitolewa hapa Dar es Salaam. Hapa tulikuwa na Makonda, yupo? Sasa alitolewa akatumwa kwenda kwingine. Hapa tulikuwa na nini Makara. Mheshimiwa Amos Makara yupo sasa hivi hapa. Sasa alitolewa akapelekwa Mwanza, sasa hivi yuko Arusha, si ndio? Mkuu wa mkoa aliyoko hapa sasa hivi alikuwa Mbeya, baadaye alikuwa sijui wapi, alikuwa Bukoba, akaja Mwanza, yuko Dar es Salaam. Haiwezekani tukawa tunazidiwa na viongozi wa serikali, watu wa duniani. Sasa mtumishi mwingine amezoea kuhubiri hapo, kimwambia nenda Kibiti. Pale Kibiti kuna kanisa letu, kuna wapendwa na kuna uwanja eka moja. Uwanja ule wa kanisani kwetu uko barabara ya rami. Na watu kila siku wanalia, wanaomba Mungu, ufunuo utakuja lini? Kwa hiyo tunahitaji mtu wa kwenda wapi? Kibiti. Ili bonyokwa, yani sitaki mtu aseme, yani baba huwa haruhusu watu. Naomba hizo appointment Mamzungu, mwenyekiti wa KMI, pokea hiyo watu ambao waandikishe majina ambao wako tayari kutuma kabla sisi hatujawaambia nenda. Kuna uwanja pale Kibiti, uwanja. Mimi nilipokuja hapa Dar es Salaam nililetwa kwa sauti bila uwanja. Nikafikia Kigamboni bila uwanja. Sehemu nilipokuwa nasalia mwanzoni kabisa nilikuwa huwezi kunyesha mkono hivi. Si mnakumbuka watu wa Kigamboni, si ndio? Ulikuwa unaweza kunyesha mkono pale kanisani? Au mlishasahau pa mwanzo? Unajua nikizungumza Kigamboni watu wanahisi kwamba ni pale kanisa lilipo sasa hivi. Wengi wanahisi kwamba ni pale kanisa lilipo sasa hivi. Hapana. Pale lilipo sasa hivi pale pako vizuri. Uwezi hivi Kigamboni ulikuwa uwezi kufanya hivi. Uongo kweli? Pale pa mwanzo hivi huwezi. Nilikuwa nahubiri hivi. Huwezi kuruka. Yaani ukiruka mguu kawa hivi unagusa bati. Na ni slope. Mimi nilitumwa hapo.
Watu wanakuja kusali kanisani pale, wanapaki magari ya jeshi. Mtu anaingia kanisani huko ana nyota zake, ana mkanda, sijui nini, ana kanali nini. Kigamboni hapo nikiwa pale. Lakini sikukuta mtu. Nilikuja na ndugu yake na mama Betty tu. Peter anafahamu, anakumbuka kama alikuwepo kipindi hicho pale kwa mzee nani? Kamwela pale. Kulikuwa na kasropu. Kasropu ndio nilikodi hako. Na hako kasropu unajua kazi yake ilikuwa ni nini? Kale kasropu unajua kazi yake ilikuwa ni nini? Ni sehemu ya kuangalia vijana wadogo. Sehemu ya kulikuwa na TV, kuna mpira na wanaangalia usiku. Unasikia tu usiku. Kazi ya hiyo nilipoanzia ibada hili kanisa, nilipoanzia Kigamboni, kazi ya hiyo usiku ulikuwa unasikia anasema hivi, wakati anaporusha ngumi huyo ndio Jensina, huyo anamtungua huyo Van Damme. Yani ilikuwa ni sehemu ka ukumbi ka watoto kutranslate movies za Kichina, Kikorea, Kituruki, sijui nini. Mtu mzima hakai. Walikuwa ni vijana tu wadogo kwa ajili ya kuangalia mpira. Ila baada ya kuwa nimeanzisha ibada, watu wazima wakawa wanakaa. Ndio tukajadili inakuwaje hapa? Nikamwambia tusaidiane, itakuwaje hapa? Ndio tukatoka tukaenda tukahamia pale kwa mzee Kasore. Ndio tukapiga paa huko tukajenga hivi kwa mzee Kasore. Tulipotoka kwa mzee Kasore ndio tukahamia pale tulipo sasa, Kigamboni hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umepata hiyo picha sasa. Sio kitu cha mchezo yani. Na mwenyekiti wa kanisa lile la pale tulipo sasa alikuwa ni mtu wa kwetu Msukuma. Kila asubuhi alikuwa anakuja kuniambia, baba, vijana wasikatike mbele tukiwa pale bwana, wanakatika sana. Anakuja na mke wake. Mwalimu Wila anafahamu, anakumbuka. Maki yeye ndio alikuwa anafundisha kwaya. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na 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 na. Sasa wakishamaliza kusoma tule wimbo, ndio sasa inapigwa beat. Nisikilizie ukatikaji pale. Ikipigwa korasi watu wanakatika. Wanakatika. Kama ulishawahi kuona kwaya ile ya kwetu, kwaya ya Ufunuo ile ya kwetu ya Buza, ile kwaya ya vijana ile ilivyokuwa inakatika, ile cha mtoto inasubiri ile. Hamjawahi kukutana nayo kwenye mtandao? Yaani kijana anakatika, halafu binti anakatika, halafu anachukua kitenge anafunga kuli. Na huyu kijana anayefanya kazi Zambia yule, simama wewe kijana wangu. Mke wake ni watu wa zamani sana. Na huyo ni watu wa zamani sana kwenye Ufunuo. Mke wake yeye anafahamu ninachokizungumza hiki. Ni watu wa zamani sana, hata kabla hajawa na kichwa kitambi. Kakiwa kijana kadogo, baada ya kuwa amepata hela tu, ametajirika, ndio kidogo naona anachomekea, Bwana asifiwe baba, niombe naenda Zambia mwanao. Sasa hivi ana hela zake, amekuwa tajiri, amejenga nyumba yake nzuri, amehamia juzi tu. Ilikuwa mwaka juzi alikuwa ananionyesha kwenye picha. Niambia baba, vioo tupu. Kasema dunia hii kila mtu ana namna Mungu alivyomwandalia sehemu ya kuishi, kufanikiwa maisha. Unajua ameanza nini? Ameanza kuuza Biblia huyu kijana. Biblia tu. Lakini muulize sasa hivi ofisi yake ikoje? Kuuza Biblia na tenzi basi. Ameuza we. Kafungua tena ofisi nyingine. Kaongeza vitu vingine. Sasa hivi akikuonyesha picha ya ofisi yake, hautaamini kwamba ni kutoka uvumilivu. Unajua kuuza Biblia unaweza ushinde siku nzima hujapata mteja wa Biblia. Ni kitu ambacho watu hawapendi. Kwa sababu Biblia nyingi ziko kwenye simu sasa hivi. Sasa anauza Biblia na tenzi. Unampata na kizazi cha Gen Z mpaka mtu aje kuulize, una Biblia ya kazi gani? Lakini baba huyu ndio imemtoa hapo Biblia, alikuwa anauza Biblia. Amefika huko sasa, ameshakuwa na kampuni yake, anauza vitu vingi, anauza unga wa mahindi, anauza mchele, manafaka na hivi na nini.
Kwa hiyo pendwa, nisikilizeni leo, nimejipanga kama lishawahi kufanyika ibada, lakini sio kama hii. Hii ni kubwa. Ibada ya leo hii ni kubwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ibada kubwa, na ifahamu uzito wake. Ni kubwa. Na wewe uliyefika leo, kama ulishawahi kuombewa maombi makubwa, lakini sio kama haya. Maombi haya ni makubwa, yasiofananishwa na chochote. Sisi tunaishi maisha, tunazaliwa na watu wanatunyanyasa, wanatufanyia ukatili, wanaturoga, wanatuharibia mfumo wa maisha. Ndio maana Mungu akaniambia nifanye ibada hii. Tunaharibiwa maisha. Mtu anaharibu maisha ya watoto wako kabisa, anamroga. Na ole wa mtu aliyehusika kuumiza mmoja ya watoto wangu. Namuomba Mungu mtu huyo angetubu kabla sijafanya ibada hii mapema. Nimepata mialiko mingi katika wiki mbili hizi, lakini sijaondoka kokote. Nilikuwa naomba tu. Wiki mbili nina barua nyingi za mialiko, nimekataa. Nilikuwa naomba tu, Mungu nataka nifanye nini? Kwa sababu hii dunia, nimegundua hii dunia, hata ungesema chochote binadamu huwa haelewi. Kwa hiyo wewe uliyefika leo, umshukuru aliyekualika. Kama ni mara yako ya kwanza au wewe ni Mkristo hapa kanisani, mshukuru Mungu sana. Mshukuru Mungu sana kule kufika hapa. Mungu atakutendea yaliyo mema. Mungu atakutendea yaliyo makuu. Nataka historia yako iwe ni historia ya kukumbukwa, kwamba nilishawahi kufanya ibada, lakini hii inatisha. Nikiwa pale, amepita mtoto mmoja akaniambia, baba, naomba nikupe hii bahasha hii sadaka yangu. Nusu nimwambie utaileta madhabahuni. Kwa namna ambavyo nimefurahi, of course nilipoifungua ni bahasha nzuri, nimefurahi. Lakini nimeshaweka misimamo. Nataka Jumapili ijayo nisishikane na mtu mikono. Naingia hapa nikikugusa, alafu unieleze ni kitu gani kinakutesa. Asubuhi hii nataka iwe ni asubuhi ya kuandikwa historia, na uitunze hii baada, uitunze, mtu asikunajisi, asikuondoe katika matamko nitakayokueleza mimi. Kamwe hatatokea Mungu kuja kuzungumza na wewe. Kamwe shetani hatakatokee kuja kuongea na wewe. Atawatumia watu wanaoshindwa, wanaofeli, atawatumia watu waliosimama, waliobarikiwa, kurenew maisha yako, kuyaweka katika msingi na sehemu inayostahiki. Mimi huwa najiuliza, marehemu babangu alifariki nikiwa mdogo sana. Sijui nitoe mfano wa nani. Mzee akawa amefariki, na mke wangu anakumbuka tulipooana, tulioania wapi na sehemu gani, mazingira yale. Lakini anakumbuka siku moja tukiwa Geita, nilipanda kule juu mlimani, nikainua mikono hivi, mvua ikaja. Nilikuwa na vijana waliokuwa wananisaidia, vijana waliokuwa wasaidizi wangu. Mvua ikapanda juu na watoto walikuwepo. Jenny kipindi hicho kalikuwa katoto kadogo, kako darasa la 4. Sasa hivi ana watoto. Watoto wote waliokuwa pale juu wakaniambia, baba tushuke, mvua inakuja. Nikamwambia, kama Mungu ameniita, hii mvua haitapanda na haitathubutu kusogea kwenye huu mlima. Itaondoka na itarudi. Nimeweka nadhiri, nataka kuondoka kutoka Geita mjini kwenda Kahama kuanzisha huduma ya kanisa la Ufunuo. Nikasema hilo neno na Mungu alinisikia. Ile mvua ilipiga ikafika mpaka mjini, alafu ikafika pale tulipokuwa tunaishi, alafu ikarudi. Kila mtu akanigeukia akaniambia, baba, wewe si mtu wa kawaida, ni nabii. Kama Mungu anaishi. Nilifundisha watu elimu ya Mungu
ya kuelewa Biblia. Ndio maana unaposikia na kueleza binadamu wa kwanza, na kueleza binadamu wa kwanza hakuitwa Hawa wala Ada, wote waliitwa. Nitakueleza hata kwenye Biblia imeandikwa, ila watu hawasomi. Shida ya watu wanapenda kusali, hawatafakari na kujifunza. Niliwafundisha watu, walipotoka hapo, kuna watu wengine waliponisikia mpaka leo wanakuwa vichekesho mtandaoni. Hakukuwa na mwanamke dhaifu kwa muda wa miaka 4. Hakuna mtu anayemeza dawa na haugui mtu. Miaka 4 nafundisha, hakuna mtu kumeza dawa na haugui mtu. Nilisimamisha magonjwa ndani ya miili yao. Nasema leo, tumbo lako lisikie na mdomo wako usikie. Nakwambia maneno haya ni zaidi ya dawa unayoimeza, yatakomesha mateso katika mwili wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Usikie. Usikie. Ndio maana nimesopisha watu kufika ofisini kuniona. Asilimia kubwa ya watu wengi unakuta anakuambia, mimi nimekwazana na baba, nilikuwa karibu sana na baba, nimeacha. Ndio Roho Mungu akaniambia, unaona haya yote haya yanayotokea ni kwa sababu ya watu kukusogelea karibu. Weka mbali. Na Yesu pia alikuwa anafanya hivyo hivyo. Siku nyingine Yesu alikuwa anakaa peke yake, anawatenga wanafunzi wake, anakaa peke yake, anakwenda kuomba. Anatembea na wanafunzi 12 wanamzunguka. Kuna mtu ukiwa unahubiri na unaombea watu anapokea. Ukishakaa karibu naye linakuja wazo jingine tofauti na kupokea maneno ya Mungu. Anakuchukulia poa. Ukinisogelea kama sio muombaji, ukiwa na mapepo yatakuwa yanadondoka bila watenda kazi. Ukidondoka ukapasuka kichwa usinilaumu. Wewe wauliza hata wachungaji mitihani wanayopitia. Kwa hiyo nataka nibadilishe upepo wa maisha yako. Yaani kuna watu hawawezi kuishi kwa sababu hana baba. Hawezi kufanikiwa kwa sababu hana mama. Analia na kuja ofisini kwangu ananiambia, baba mimi sina wazazi wa kunisaidia. Niko peke yangu tu. Meza maneno haya. Hauko peke yako. Uko pamoja na mimi na ndugu zako, ndio hao waliokuzunguka. Achana na kutafuta kampani ya watu. Wanadamu ni wazuri, lakini hao ndio wanaweza kukugeuka. Uwe na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Aliyekuumba yupo, hata kuisha juu ya moyo wako. Ataendelea kujaa na atakutunza. Daktari atakwambia una pressure. Daktari atakwambia una ukimwi. Daktari atakwambia una kisukari. Daktari atakwambia una kansa. Lakini baba yako atakwambia we ni mwanangu. Binadamu akikukataa, yuko asiyewakataa watu. Yeye huwapenda siku zote, huwakumbatia siku zote. Hauwezi kupewa ziwa la mama mwingine ambaye sio mamako ukalinyonye. Atakupa mamako. Atakupa mamako. Kasirika ukasirikavyo, lakini never usimkasirikie mama yako. Jitahidi kuzuia ulimi wako. Jitahidi kujifunza kutokuwa na kauli dhidi ya mama yako. Mama yangu jinsi alivyo vyovyote na mzidi urefu, lakini akikasirika anapiga magoti mimi. Vyovyote hajui kuongea Kiswahili vizuri kama mimi, hajui kuongea Kiswahili, Kiingereza, mimi naongea Kifaransa, naongea Kijapani, naongea Kiingereza. Naongea Kijapani. Lakini mama yule, kwa kuwa Mungu amempa hiyo nafasi ya wewe ni mama yake, na mimi nafika napiga magoti, mama hujambo. Naishia hapo. Lakini ukumbuke kwamba wakati Mungu anamuumba mtu mme na mke, wote aliwapa jina hili. Mwanamke na mwanamume wote walipewa nini? Jina moja tu. Hakuna mtu aliitwa baba, hakuna mtu aliitwa mama. Wote walipewa jina hili moja.
la mfanano. Na watu wanasoma maandiko hawalioni hilo jina. Wewe unahisi uliitwa sijui nani, sijui nini. Mimi niliitwa mwanamke. Mwanamke ni jeshi kubwa, vimekuja juzi. Sisi wanaume ni kichwa, vimekuja juzi baada ya dhambi. Wote walipewa jina hili. Wewe unakataa au unakubali, wote mlipewa jina hili. Hivi ni vitu vya muhimu sana kuangalia. Na hata kwenye kufikiri na kuwaza katika maisha, wanawake ndio wakaanza kuambiwa wewe ni dhaifu. Hivyo vilikuja baadaye kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Hakuna mara mwanamke ametoka kwenye ubavu, hivyo vimekuja juzi. Hakuna mwanamke aliyetoka kwenye ubavu. Hizo ni tafasiri tu ambazo watu wengi wakisoma wanahisi. Yaani kwa jinsi unavyojiona wewe na jinsi unavyokaa na wanaume, we mama, unaona wewe ni ubavu mmoja kati ya wanaume, kati ya mbavu za wanaume. Yaani hata mwenyewe akili zako umesema sisi ni kiumbe dhaifu, utaendelea kuwa dhaifu. Mimi ningekuwa mgeni rasmi kwenye sikukuu ya wamama, wanaume kama wangekuepo kwenye hiyo shughuli, kila mtu ungeshangaa roho yake inaingia ndani. Kuja kuitoa huko ndani ingetuchukua semina ya mwezi. Nikiamua kumweleza mwanamke jinsi alivyo mtu wa ajabu, hodari, mwanamke ambaye anaweza kukuvusha katikati ya majambazi. Lakini ukimlilia mwanaume anakutosa. Na mwanamke akikutosa amekutosa. Na mwanamke akiona kwamba mimi umenikosea, sitakaa nikudhalilishe, nimekasirika mwenyewe, nimenyamaza. Lakini mwanaume akilewa anatoa siri. Mwanamke anaweza kutembea na mdogo wake na mume wake asiseme, lakini mwanamume akasema kwamba shemeji nilikuwa nimelewa, alikuja kunidubuni nikatembea naye. Na ukimuuliza mwanamke hicho kana kwambia wewe shemeji, wewe ulitembea na mimi, wewe ufie mbali. Nani akupe mwili wangu wako? Na kweli ametembea na hapa. Lakini mwanaume anasema si tunawashutumu wanawake eti hawatoagi siri, na wanaume hawatoagi. Wanatoaga. Wanawake ukiona mwanamke anatoa, tena mwanaume ndio kabisa anatoa. Naomba Mungu anijalie ibada hii ya leo, baada ya miezi hii mitatu uyaone matokeo makubwa. Na hayo matokeo sio matokeo ya kawaida, yawe matokeo ya kimiujiza. Swala la maendeleo ya hayo matokeo ya kimiujiza, ili miujiza hiyo iendelee, itumike akili na neno la maarifa. Kwa sababu Mungu anaweza kutendea muujiza huo hapo, akili huna ya kukuza ule muujiza wako. Kwa hiyo miezi mitatu from now kuna matokeo ya kimuujiza yanakwenda kutokea. Miezi mitatu kuanzia sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Miezi hii kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, nataka uone matokeo ya kimuujiza, alafu akili ndio ilee huo muujiza wako na kuikuza na kuibariki na kuiendeleza hiyo kazi yako. Wale wote mnaofuatilia ibada hii ambao hamjawahi kufanikiwa watoto au kuolewa, nakupa miezi mitatu, 3 months to come. Nataka uone matokeo ya kimiujiza yakitokea, yakibadilisha hali ya hewa. Upepo wa kimiujiza unakwenda kuwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi Alhamisi nilizungumza hapa kuhusiana na roho ya kuchelewesha. Unasali lakini roho ya kukuchelewesha inakuwepo. Kabla sijafika kwenye hiyo roho ya kuchelewesha, nataka nikuonyeshe wewe mama na wewe baba unaitwa nani? Wewe mama, unajua asilimia kubwa ya watu wanahisi kwamba si tuliumbwa mwanamke, uliumbwa kama mwanaume alivyoumbwa. Acha kujidharau. Kama unavyomwona mwanaume alivyoumbwa akapewa majukumu na madaraka hayo, na wewe mwenyewe ulipewa hivyo hivyo. Wakati Mungu akasema enendeni, hakumwambia mwanaume. Aliwaambia watu ngapi? Watu wote. Aliwaambia enendeni mkatawale.
na mkavitiishe vitu vyote. Hilo ni agizo kwa baba na kwa mama. Katawaleni. Na hii roho nitairusha kwenu, kila mtu akafanikiwe. Hakuna kufa, hakuna kuzikwa maskini, mpaka uwe umefungua. Anga hili limekubali. Baba, mimi watoto wangu siwapendi. Mtoto wangu alitembea na baba yake, alitembea na mume wangu. Kwa hiyo mtoto, sitaki hicho kitu, sahau. Ibada ya leo inakwenda kuwarenew watoto wako, mtakwenda kushikamana, mtakuwa kitu hiki. Baba, mdogo wangu mimi alitembea na mume wangu, kwa hiyo simpendi. Leo hii ukampigie simu na umwambie nimekusamehe mwanangu, njoo tuendelee kwa pamoja. Mungu anakwenda kuoperate familia yako, inakwenda kwa sura ya tofauti. Usishikilie vitu vya kipuzi visivyozaa matunda mema. Sijui kama mnanielewa ninachozungumza. Shikilia vitu vinavyoleta heshima na amani ya kujenga taifa na kujenga uchumi wa kizazi chako. Yaani mimi siwezi kumwona mdogo wangu kabisa. Mnazidi kuisha. Siwezi kumwona mdogo wangu kabisa, alichonifanyia. Alitembea na mume wangu. Siwezi kukaa na yule mtoto, alitembea na acha kujitengenezea kifua hicho kiwe na mapresha. Achilia hayo mambo. Yeye aliyekuumba anakwenda kufanya sura ya tofauti katika maisha yako. Tuseme amina. Yaani mimi pale ofisini ni katika nafasi ya kusikiliza watu, nimesikia mengi, lakini kamwe kuna mambo ambayo siwezi kuyasema. Pamoja na kwamba sigandishi kwa hapo. Yaani unalazimisha ugandishe, kwa sababu usipogandisha itakula kwako wewe mwenyewe. Yaani kuna jambo ukilisema litakuletea madhara. Yaani usione tunatembea hivi. Yaani hapa ikitokea muujiza hapa pafunguke hivi pwa. Halafu karatasi zisome hapa kwa maneno herufi kubwa. Utashangaa kila mtu anasoma, wakati unashangaa kusoma ya mwenzako na mwenzako naye anasoma ya kwako. Anasema unasikitika wapi? Hapa ilivyoandikwa kifuani kwako. Mimi vile vile nasikitika kwenye kifua chako, ni maajabu mengi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2, utajiona jinsi Mungu alivyokufanya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura 5 mstari wa 2. Naomba usikae sana wewe, hata sio mimi tu. Hili neno nataka likufikia hata wewe. Usikae sana na watu, utapoteza utambulisho wako. Usikae sana na wafanyakazi wako, utapoteza utambulisho wako. Sijui mnanielewa? Sijui mnabarikiwa hapo? Usikae sana na watu wako, usije ukapoteza nini? Utambulisho wako. Situseme amina? Situseme amina watoto wangu? Situseme amina, amina, amina? Usikae sana na wasaidizi wako, usije ukapoteza utambulisho wako. Usikae sana na mteja wako, asije akakuzoea. Ili nazungumza na vijana wangu wana sheria. Mtu akishakupa kazi, akupe kazi, alafu akupe nafasi ya kuifanyia kazi. Sio kila siku mkae mnapiga naye story, asikuzoee. Akae mbali na wewe. Alafu apokee maelekezo. Asitaki kukuchukua kama ndugu. Hiyo ni kazi, hiyo ni ofisi, inahitaji heshima yake. Utapata heshima, utafika mbali, mtafanikiwa. Sifurahii kuona wewe unafanya kazi na unaniletea sadaka ya kubarikiwa. Vijana wangu wale wawili walileta Jumapili, ni wanasheria wale. Walileta Jumapili sadaka papa. Nilifurahi sana. Lakini unapofurahia kama mzazi, uwaeleze wanangu, msizoeane na wateja. Mteja ana kawaida ya kujisahau. Akae mbali. Masikuzoee. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2.
Sikiliza maneno haya. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2. Ndio. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Nani? Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Tuseme wote maneno hayo. Umesikia? Umesikia lakini? Mwanamume na nani? Alifanya nini? Alifanya nini? Mbona wengine hawatoi sauti? Mwanamume na mwanamke Mungu alifanya nini? Lakini alipowaumba akawaambia ninyi wote jina lenu mtaitwa hivi. Akawaambiaje? Akawabariki akawaita jina lao Adam. Akawabariki akawaita jina lao, sio jina lake. Akawabariki akawaita jina lao nani? Adam. Full stop. Siku ile walipoumbwa. Siku ile walipofanya nini? Wote waliitwa nani? Hivi vya Hawa sio mtu. Huyu ni Adam akiongea na watu anaitwa Adam na aya, mbona mjibu sasa? Adam akiongea na mtu anaitwa Adam na nani? Adam akiongea na watu wengine anaitwa Adam na nani? Na Hawa. Sasa elimu ndogo watu wakalibeberea. Mungu aliumba Adam na nini? Na Hawa. Ni sawa, lakini watu wote waliitwa nani? Hakuna cha mwanamke wala wote walipewa jina hili Adam. Alafu akawaambia akawabariki na akawaita jina lao Adam, sio jina lake. Akaita jina lao. Una bahati ujue kufundishwa na mtu mwenye akili ya kiroho Sio wote. Kuna watu wakifika kanisani huwa wanachotaka ni kusali tu. Basi. Ni kusali tu. Kuna watu wakifika kanisani ni kusali tu. Hawajui. Kuna mtu anatoka nyumbani ni kuja kuombewa tu. I'm telling you the truth with profound gratitude. Unakwenda kuinuliwa. Hautashuka kama unavyofikiria. Bwana Yesu apewe sifa. We mama acha kulia. Baba nitamkia na mimi nipate mtu wa kumtunza. Wewe ni Adam. Wewe ndio unatakiwa kutunza. Baba yani unalishinda unalia. Yani baba unajivi na mikosi, mbona mimi sipati mtu? Wewe ni nani? Ni chui. Wewe ni mtu. Mwanamke naye anaruhusa, yani kwa mamlaka tuliopewa ana ruhusa ya kuchomoa kijana, akamwambia wewe nenda kaombe Mungu, nataka kuishi na wewe. Acha kujigonga gonga hivi. Anataka hataki mnaoana. Si ndio? Maki vijana wengi wanakuwa wanaogopa maisha. Unamwambia ondoa uoga wewe, tutaishi, tutafanikiwa huko mbele kwa mbele. Akija kuniuliza kwangu, baba nipigwa unabii na ovena kwamba eti nimuoe. Nenda. Unataka kupigwe nini mikosi? Unabii ndio kitu kizuri. Hakuna kitu kizuri kama kuolewa kwa unabii. Ukiolewa kwa sauti ni nzuri sana kuliko kuolewa kwa ushauri wa watu. Si tuseme amen. Na vitu viwili leo vikubwa. Kuondoa, to cut off roho ya kukuchelewesha. Kuchelewa kwenye kuolewa, that is a problem. Kuchelewa kuzaa, there is a problem. Kuchelewa kujenga, there is a problem. Kuchelewa kuwa mchungaji, there is a problem. Kuchelewa kufungua kanisa, there is a problem. Kuchelewa kuponya mtu ni tatizo. Kuchelewa kuzaa ni tatizo. Kuchelewa kupata ajira ni tatizo. Na kuchelewa kununua gari pia ni mtihani na ni tatizo vile vile. Kwa nini wewe unachelewa? Mambo yote wengine wamepata mapema. Wewe mbona una hesitate? Eti mbona una hesitate? Sio wote wanaojua. Wewe mbona una sita? Unakwenda kufanya interview, unarudishwa, wengine wanafanya nini? Wanafanikiwa. Hiyo yote ni roho ya kucheleweshwa. Unafanya mtihani, wengine wanafaulu form 4, wewe unafanya nini? Unafeli. Unaambiwa rudia. Aya. Natangaza mchana kutwa. Kwako wewe unayenisikiliza, hiyo roho haitakuwepo kwa jina la Yesu kuanzia leo.
masiala ni hiyo roho nimesema haitafanya nini? Hiyo roho haitakuwepo. Form 2 mwingine anapita, wewe unarudishwa, unaendelea kuwa form 2, mwenzako form 3. Mwingine form 4, wewe unapita, mwenzako anapita, wewe unarudishwa, mwenzako anaingia nini? Form 4, wewe unarudishwa form 3. Na unarizika. Na unarizika. Kama ubatizo umepewa, kama kipaimara umepewa, ushirika wa meza ya Bwana umepewa, unashangaa mwenzako anafunga ndoa mapema. Yaani yote unajiuliza, mimi mbona hivi, na tatizo gani? Wewe angalia hata siku umeolewa, umri wako kati ya kuolewa kwako na umri wako wewe vinaendana sawa? Siwezi kuruhusu ibada ile ya kuweka mikono juu ya watu, pokea. Siwezi. Ndio maana nimetangaza ishara ya kugarikisha roho za kuwachelewesha watu. Siwezi kuruhusu hii ibada. Kama mikono uliowekewa kichwani mwako ni mingi, tukisema ikatwe iwekwe hapo, ni mingi. Kama ni masomo ya Biblia uliyoyapewa, ni masomo mengi uliopewa. Wanaofukuzwa kazini ni wengi. Unanielewa? Ili upate kazi unahitaji, ningepata waziri nikaongea naye nipate kazi. Wengine hawajapata waziri, wamepata kazi. Wewe unachambuliwa peke yako. Umesoma unatafuta kazi, ni daktari haupati kazi, ni mwanasheria hupati wateja, ni nesi umefungua famasia yako haina watu, umenunua kabodaboda watu hawakapandi, unacheleweshwa. Roho ya kucheleweshwa. Mtikise jirani yako kipeps cha upendo, mwambie roho ya kucheleweshwa haitakuwa juu yako leo. Situseme amina. Amen. Situseme amina wapendwa. Roho ya kucheleweshwa. Haleluya. Tusome kitabu cha Daniel sura ile ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Wewe unajisikia vizuri kuzaliwa na wenzako, unazalia nyumbani, unachukulia kawaida Soma kitabu cha Daniel sura ya 10 mstari wa 12 hadi 14. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali
tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Msikia? Huyu ni Danieli ambaye watu wengi wanamuona alikuwa ni mtu mwenye hekima sana, na wengi wanamuita nabii, ingawa kweli kwenye Biblia hakuna mahali palipoandikwa unabii wa Daniel. Lakini nakwambia alikuwa akinyenyekea mbele za Mungu, akimwomba Mungu. Nina watu wengi in the Bible I can show you, lakini na kueleza ukweli, Danieli alikuwa akimwomba Mungu, akimlilia Mungu, akitafuta sura ya uso wa Mungu. Daniel. Lakini kilichotokea kwa Daniel, maombi yake alishuka. Malaika wa Mungu alishuka, akawa amepewa majibu na Mungu, mpelekee Danieli. Lakini akatokea mkuu wa anga, roho ya mizimu ya ukoo limzimu, likazuia limzimu. Ikabidi mkuu malaika mkuu kati ya wale wakuu wa mbele, akatokea mmoja kwenda kuhakikisha anapambana. Akatokea mtu mmoja kwenda kuhakikisha anafanya nini? Anapambana. Majibu ya Danieli yanatoka. Unatafuta passport, wewe ni Mtanzania, unatafuta passport lakini upati, hadi vikao. Huo ni roho. Hii ni nchi yako. Unatafuta passport upati, wenzako wanapata. Unachelewesha. Sawa, utapata ndio, lakini kwani unacheleweshwa kiasi hicho? Na wale wanaokuchelewesha sio kwamba wanakuchelewesha kwa nia mbaya, ni roho inawavaa. Unapika chakula, unafungua ofisi kama mgahawa tu, ili uwe unauza biashara ya mama ntilie, upate na wewe riziki. Mtu anakuja anauliza, ni shingapi? Kuna wali nyama? Ndio, kuna wali nyama. Mboga za majani zipo, mchicha upo, dagaa zipo, kuna maziwa mtindi yapo. Nakuja huyo, haagizi. Hapana. Nasema tena, hiyo roho ya kuchelewesha kwenye biashara yako haitakaa inuke kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema chari. Inapigwa chari. Kuna mama mmoja alinieleza, baba, mwanangu ni mwaka wa 3 sasa hatembei, amechelewa kufanya nini? Kutembea. Mwingine ni miezi 9 tu, hako kameshaanza. Miezi 9 tu kama. Wewe wa kwako mwaka wa kwanza kanajisaidia tu, kujisaidia kanafanya hivi tu. Wow. Kanashusha mzigo huo. Afu kanatoka hapo kanafanya hivi. Unaomba sasa, unaanza kupambana kuomba. Kwa jina la Yesu natangaza, wewe inuka, tembea. Navunja vifungo, tembea. Hawa watoto ukimwona mtoto anatembea, hivi ulishai kukutana na mtihani huo? Umezaa mtoto kwa operation, alafu mtoto hatembei, kinauma. Unasikia paka kwenye mshono ule kinauma. Kakisimama, hapa. Jamani, hakuna mtu alishai kuzaa mtoto akakawia kutembea? Wapo hawapo? Inauma. Si ndio? Unafanya kazi, mmeajiriwa na wenzako, wote wenzako wanapokea, wanaingiziwa mshahara, wanaingiziwa hela. Wewe kila ukiangalia kwenye akaunti yako hela haijafanya nini? Unakwenda unajaribu kuona kwenye akaunti yako kulikuwa kama kuna 60,000, na hisi kutakuwa
hela imeingia. Unachukua kadi, ndwi, kaja, nitoe 10 nione kama zimeingia. Sasa hivi unaona kuweka namba ya simu siri ili utoe uangalie salio inakuchelewesha sana. Shilingi 10,000. Unashangaa tu. Unaona hizi zinakuja nyingi. Unaweza raka 10,000 kadi ulikoomba kanatoka. Ukiweka zaidi unasikia zilikuwa 10,000, ngoja nijaribu kuona kama zimeingia. Nibonyeze nichukue 1,500,000. Maki napokea 800,000 kwa mwezi. Chiki. Karatasi. Inatoka karatasi, sio hela. Karatasi. Kiwango ulichokiomba hakitoshi. Inaumiza. Na una shida na una majukumu yanayokukabili, inaumiza sana. Inaumiza sana. Ila wenzako unawauliza, "Vipi nyinyi? Umeshaingia?" "We bado." "Mmetoa mbona mimi?" Unakwenda kwa meneja, "Mimi mbona hela yangu ya mshahara haijaingia?" Ni mambo ya mfumo tu. Mfumo kwako. Lakini kwa wenzako mfumo amefanya nini? Umenyooka. Kwa nini? Kwa nini lakini? Kwa nini kwako? Mnaolewa wote. Mwenzako ni miezi 7 tu. Miezi 7 tu. Wewe unahisi mtu aliyekaa miaka 3 hajapata mtoto, na wewe umeolewa miezi 7, unapita tu na tumbo lako unapita mbele zake. Hivi nahisi sana fanya hivi. Ulishai kumuona lakini ukipita unafanya hivi. Mwanangu, leo kilio chako nakifuta kwa jina la Yesu. Naondoa hilo jiwe juu ya kaburi. Inaumiza mimi nakwambia. Mwingine anakuchumbia, anakuambia, "Situanze mahusiano kabla ya ndoa." Halo? Unaweza kunipatia hela nipeleke hospitalini? Sawa, nakurushia basi. Akirusha, unajua anarusha shilingi ngapi? 13,000. Unamtumia meseji kwa kufoka, kwa hasira. Hivi 13,000 unampeleka wapi mtoto? Hivi unajua gharama za hospitalini? Nauli ya bodaboda, nauli ya bajaji. Kwani wewe bana ongeza na wewe jaza. Nijaze wapi sasa na wakati huu ni mwezi wa 3 niko ndani ni kwa kweli. Mama anakasirika na kwenda mtoto kitandani anambeba kama amebeba hivi. Yaani kwa kweli. Hebu lala hapa bwana. Huyo baba yako sijui nini. Lakini umekuwa, ujue umekuwa. Ulitupwa kama takataka, lakini leo umekuwa. Acha Mungu wa majeshi akakubariki, akuinue ufanikiwe kwa jina la Yesu. Wewe umejitambua baada ya kukua. Unafahamu kama ulishai kumuuzi mama yako akakutupa kitandani? Muulize, akueleze yaliyomkuta, alivyonyanyasika na baba yako. Muulize, "Mama, hivi kwenye kunizaa ulipitia mapito gani kabla mimi sijajitambua?" Muulize leo. Akupe historia, utasema, "Baba, umeyajuaje hayo?" Wewe. Nyinyi wa mama, waleeni tu watoto. Mungu atawafuta machozi yao. Waleeni tu watoto, msiwaache. Amekimbia mwanaume, lakini yupo mwanaume mmoja peke yake ambaye hawezi kukimbia majukumu. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Hakukimbia majukumu ya kuteswa, sembusho ya kukusaidia kulea mtoto. Unajua huna hela, lakini unakuta mtoto analia tena. Unampa ziwa, anakung'ang'a. Unang'ata, unaning'ataje wewe? Choo. Anatupa vizuri kitandani, ingawa hawezi kutupa kama takataka. Anarusha vizuri. Tumekuwa. Nasema tumekuwa. Tumekuwa. Na Mungu ametuinua, ametupa karama ya kumtumikia yeye. Haya maneno yanaweza kuwa yanamtafuta mtu mmoja kumtia moyo. Hakuna kitu kibaya kama kukawizwa kwenye mafanikio yako.
unacheleweshwa, mtu anazidi kukuzingua tu, uchumba. Kila siku ni mameseji too much. Nioe kama utaka kuniache. Yaani kuna wanaume wanaboa. Message ya kwanza amesukuma hiyo. Message ya pili amesukuma hiyo. Message ya pili. Wewe ni mwanangonjela, unaimba shairi. Sio tupe nafasi tu tunakukaribisha kwenye misiba unaimba ngonjela. Katika maisha tunapitia mambo mengi. Kuna kufurahia na pia kuna kujuta. Kuna kulala na njaa, kuna kula umeshiba. Katika hii dunia tunapitia mambo mengi. Usipokaa chonjo utafia kitandani. Mwenye busara nawe macho nusu kusinzia. Unafikiri siwezi kuwa mwanangonjela na tu unashangaa tu ngonjela linasoma TBC 1. Yaani wangekuwa wanaruhusu vipaji, mtu anakwenda tu bila karatasi. Unajua ukiwa unakwenda tu bila karatasi, unashusha tu vitu vyako shairi, si ndio? Unakuta mtu kule, mimi napenda zile shairi za yule. Shairi zinajenga. Sisi sijajua kama hizi shairi mlizikuta. Mimi wakati mimi ni mtu mzima sio? Sisi kabla hata hujalala unasikia shairi baada ya taarifa ya habari, sijui majira, sijui michezo, unashangaa kinakuja kitu kinachoitwa shairi. Tunawaletea kipindi cha shairi na mtumbuizaji wenu atakuwa Paulo Bendela. Jamani nasoma ngonjela. Linatoka pale linakwenda kulala, kusinzia. Miaka hiyo unaelewa hiyo miaka. Zamani mimi nakwambieni ukweli zilikuwa zinasoma shairi. Alafu mimi shuleni mimi nilichagua kitu kinachoitwa ngonjela. Mimi nilikuwa msoma ngonjela shuleni wewe. Hata nilipokuwa chuo nilikuwa nasoma ngonjela na wengine. Ngonjela zinahitaji mtu mchangamfu. Ila mtu mpole inatakiwa shairi. Ukiona mtu mchangamfu anampa ngonjela. Mtu mpole shairi. Bwana Yesu asifiwe. Danieli anaomba, majibu yanatoka, anapewa majibu Danieli. Lakini kumfikia Danieli shughuli hadi anashuka malaika kuja kumpambania, majibu yake yafanye nini? Yafike. Tuseme amen. Majibu yafike mtihani. Jaribu kupiga mahesabu wewe kijana. Umechumbia wangapi huoi? Huyu ukimwona kakipita tu kadada, unasimama kule mlangoni baada ya ibada, unasubiria za uzima. Haleluya. Jamani, unaitwa nani? Naitwa Lia. Naitwa Lina. Naitwa Lina. Mimi natafuta mtu. Haya, chukua namba, tawasiliana na wao nyumbani. Pam. Mnaongea, mnakutana sehemu, mnaagiza mihogo, mnakwenda Koko Beach, mnaagiza mihogo, mnachukua kama zile yale majuisi yale, mnachukua pale, mnakwenda mnakunywa juice kule. Mnakunywa, mnapiga story. Mdada anajua mimi naolewa hapa. Mkaka anajua mimi naoa hapa. Ndani ya muda mfupi, unaanza kumwangalia mshipa wa huku nini? Kwenye mguu anavyotembea. Unaona hapa mbona shughuli ipo? Umebadilisha tena. Unashangaa yule uliyomkataa ametangaza uchumba hapa. Kimeumana, ameolewa. Anakuja mwingine tena. Huyu sawa. Miguu imekaa sawa. Mguu wa bia umejiviringisha huyu. Huyu unaoa, mnakaa. Akicheka, anacheka, mate anakutoka. Anakutemea. Amekutemea mate unasema, mbona mtihani tena? Unacheka unatema mate. Mimi siwezi. Wewe Mungu alikuandalia huyu wa kukutemea ndio mke wako. Shughuli ziishie hapo. Kwa unachambua. Na siku zinakwenda, wewe unazidi kuchambua, mwaka huu unachambua, mwaka wa pili hiyo 2026 ujue.
Hii ni 2026 imeingia. Kesho tu 2027. Kipara pu. Mvi pu. Unaanza kusikia mgongo kama unauma, wewe unahisi ni ugonjwa, kumbe ni umri umekwenda. Hiyo yote ni roho ya kufanya nini? Ya kucheleweshwa. Kwa nini tusiuwe leo tumalizane nayo hapa? Jamani, tuiache tuipige Jumapili au tumalizane nayo hapa leo? Tumalizane nayo hapa, sio? Una heri wewe ambaye umealikwa na ukaja. Umesikia la mgambo linalia ukaja. Bless you so much. Unafahamu masiala silaha kama hii. Silaha nzito. Wakongomani huwa napenda Kiswahili chao wanaposema, hawasemi silaha kama hii, wanasema silaha kama na hii. Yaani Kiswahili kuna maneno fulani pia yanaongezeka. Silaha kama na hii. Hiyo yote baada ya kusema silaha kama hii, silaha kama na hii. Wa Kongo na wa Nigeria. Bwana pewe sifa. Leo tunaiua hiyo roho ya kuchelewesha. Mtoto wako wiki hii si anakwenda kuifanya interview wiki kesho, atapata. Atafanya nini? Atapata. Kwa nguvu ya silaha kama na hii atapata. Mtoto wako hatapitia kucheleweshwa. Naomba nesi kutoka Kibondo ambaye yuko hapa Dar es Salaam, njoo hapa. Nesi kutoka Kibondo. Nesi kutoka Kibondo. Nesi kutoka Kibondo. Kama unafanya famasia lakini umetoka Kibondo, njoo hapa. Kibondo, njoo hapa. Kama unajua unafanya kazi za nesi kutoka Kibondo, njoo hapa. Sio kesi, sio kosa. Hujakosea kitu, wewe njoo hapa. Nimeambiwa na baba yako nikuombee. Unasali kwenye kanisa letu la Kibondo pale mjini kwa mwaliko, kwa Mamko Utego. Njoo hapa. Haukuja. Usiogope. Mimi ni baba wa wote. Wala usije ukaogopa. Maana tumefunga pale ofisi. Usije ukasema kwamba sasa sijui utakuwaje. Fundi ujenzi kutoka Kibondo. Unafanya shughuli za kujenga, njoo hapa. Wewe kijana. Kuna kijana mwingine ametoka Songea. Kwa kijana wangu Jembe, njoo hapa. Tulikutana na wewe jana hapo. Aliyenipa 10,000 ni nani pale? Hayupo. Mimi sio kosa langu kama hawapo. Njoo. Utokea wapi? Ulikuwa chini? Ulikuwa chini kule? Kule mwisho. Njoo. Weka kichwa chako hapa. Nimekufungua. Ninakufungulia milango ya mafanikio. Ukafanikiwe maisha ya kimwili na ya kiroho. Na maisha yako yasiyumbe kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante, usiogope mtoto wangu. Asante. Kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 4. Baba Askofu Mwamko wa Kibondo aliniambia kesho
kutakuwa na watu wawili, mmoja ni nesi na mwingine ni fundi ujenzi. Sasa mimi nikasema nitawatamkia maneno. Sasa nimetimiza wajibu wake, lakini sijapata hata mtu. Kwa hiyo ni majukumu yameingiliana. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo Yohana sura 16 mstari wa 4. Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na yule watatu akakimimina kitasa chake, kwa lugha nyingine akamimina bakuli lile juu ya mito na chemchemi za maji, juu ya mito na chemchemi ya maji, zikawa damu. Mungu awabariki wote, tuseme amen. Mungu ametuponya parefu na pakubwa. Tendo hili tunalolifanya leo litatuokoa na vita na misukosuko na mitihani ya dunia inayoandama taifa letu. Shike mtoto huyu. Taifa letu likiingia kwenye misukosuko tukafa, hakuna atakayesalimika. Sala yangu na dua ni kuhakikisha mapito uliokuta wazazi wako wanapitia, wewe hauyapitii hayo mapito. Sala yangu na dua ni kuhakikisha wanaochezea afya yako na kukudharau kwamba wewe haufai kitu chochote, wakaone afya yako ikiwa sawa, wakaone maisha yako yakiwa tofauti. Maisha yako anayojua ni Mungu, lakini binadamu anakuona kana kwamba wewe ni kitu, sio mtu. Anahisi kwamba wewe hautafanikiwa. Nikwambie kitu. Kuna mtu mmoja alikuwa ni fundi seremala, lakini hivi ni maarufu kuliko rais wa Marekani. Kazi yake alikuwa ni fundi seremala, lakini ni maarufu kuliko mfalme yote duniani aliyokwisha kuwahi kutokea. Jina lake ni Yesu Kristo. Alimtegemea Mungu eti. Alimwamini Mungu eti. Matendo makubwa kama haya yaliyokuwa yakifanyika katika miaka hiyo kabla wewe na mimi hatujazaliwa, yaliubadilisha umma wa watu wa Mungu. Watoto wangu wa kike na wa kiume, ninamwomba Mungu mahitaji yako hayo uliyoyaandika ikawe mara ya kwanza na ikawe mara ya mwisho kupitia mapito ya maumivu unayoyapitia hivi sasa. Hukumu ya binadamu ni kubwa. Ukimpelekea binadamu hukumu ya maumivu ya moyo wako, anaweza kukukwepa, akakuchezea na akakutesa, ukawa mwaminifu wewe, lakini mwingine akachukulia uaminifu wako wewe, kukunyanyasa wewe. Nimeyabariki maji haya ya mizabibu yageuke kuwa damu ya adui, na shtaka lako hilo uliloliandika linalokunyanyasa likaishie hapa leo. Yesu afanyaye ishara kama jaji mkuu wa haki, atoae amri ya kunyonga wahalifu, kifungo isijitokeze tena. Huyu adui, hii ishara iwe ni ishara ya kumnyonga, hata ka atokee sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unaweza sasa kupita, unaweka hicho karatasi. Kuna nyingine ziko kule, kuna ndoo iko kule pembeni. Mambo ya maisha yangu
Yesu ameniapia yale matatizo niliyo nayo, amejua. Yani Baba ameniapia yale mambo ya maisha yangu, kweli nimenyeshewa na mvua ya baraka. Mimi nimenyeshewa na mvua ya baraka. Baba ameniapia yale mambo ya maisha yangu, Bwana ameniapia
waniwasia yaliyo mema, unanitenda yaliyo mema. Baba, wanitafakari Baba vilivyo mema. Chukua nafasi uanze kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu hapo hapo ulipo. Wewe ni ufananishwe, waniwasia yaliyo mema Baba, unanitenda vilivyo vyema. Mungu wangu, wanitafakari asubuhi, mchana na jioni ilivyo vyema. Oh, wewe ni mwema, ufananishwe. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, uweza yote, Baba yangu, wewe ni mwema, ufananishwe Yesu. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu, Mungu wangu, milele yote. Asubuhi El Shaddai, muweza yote Baba, wewe ni mwema, ufananishwi. Hey! Napenda kuimba fadhili zako zilizonizunguka zinazodumu milele. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, yeah. Wewe ni mwema, ufananishwe. Yeah. Wewe ni mwema, ufananishwe. Wewe ni mwema. Tusimame juu, inua mikono yako juu, sema maneno haya: nakupa nafasi ya heshima Yesu. Tuungane wote kwa pamoja. Nakupa nafasi ya heshima Yesu, unayoistahili kunilinda, kunitunza, kunihifadhi unapostahili wewe, kunihifadhi unapostahili wewe. Tunza uzao wangu, tunza kanisa letu, wabariki walioko ndani na walioko nje. Umekubali kunibariki na kunitumia kama upendavyo, kulinda kazi yangu, kulinda uzao wangu. Ninakupa nafasi ya sifa. Amen. Unayoistahili
Umeniahidi kunibariki. Nimepokea baraka zako. Umeondoa wateso wabaya mbele zangu. Umeweka ahadi njema mbele zangu. Umeahidi kubadilisha maisha yangu. Umeahidi kunisimamia uhai wangu. Wewe unasamehe mahali tulipokukosea. Katika siku hii na mwezi huu wa utukufu, ulifunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho ukaona njaa. Lakini ulikuwa ni mwezi wa kushinda. Na sisi umetufunulia silaha kubwa hii. Baba, tumepitia manyanyaso na dhihaka. Tuinue kwa upya sasa Yesu. Tukomboe kama ulivyowakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani. Walibebeshwa mizigo mizito. Walitafutwa kuuawa. Walitafutwa kuuawa. Lakini uliwaficha mbawani mwako. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya kanisa la Ufunuo katika taifa letu. Naomba uwatunze watoto wako na uwalinde na kuwatetea na kuwapigania. Upewe sifa. Rikoseli miki vorila tedia berima. Hirima siva. Hilili tedia glory siva mito dia glava mote dia beriva. Maisha yangu Yesu ameniambia mambo ya maisha yangu.
Tunakushukuru Mungu wetu, mtoa uzima, baraka, ulinzi na furaha kwa waliolia. Oh Yesu. Tunakushukuru Yesu. Asante sana. Ninainua maisha yenu, nainua kazi yenu. Ibada hii ikafanyike kwa muhuri wa agano la kizazi chako, ukafanikiwe wewe na uzao wako, ukafanikiwe kazini kwako. Mipango na mikakati iliyokuwa inaandaliwa kwa ajili ya kukuferisha au kuferisha huduma yetu imeferi katika jina la Yesu. Yesu, makofi mazuri ya utukufu. Makofi ya utukufu kwa Mungu wetu. Haleluya. Ongeza kelele za shangwe tena kwa Mungu wetu aliye juu. Ongeza tena kelele za shangwe tena kwa Mungu wetu. Jesus! Wapendwa, Mungu msaidie yule mtoto. Mungu anabariki, anatenda, anaponya, anasamehe, anaokoa. Stella Kivuyo, niwaambie watoto wa Mungu, Mungu amefanya pakubwa. Wakati tunaomba, nimeona ishara ya msalaba katikati ya kanisa. Nikaona malaika wanne, mmoja kulia, mwingine kushoto, mwingine mbele, mwingine nyuma. Nikaona maneno yaliyoandikwa, ushindi unapatikana kwa vita bila huruma dhidi ya adui. Nikasikia sauti inaniambia, waambie watoto wangu nimewashindia na hakuna atakayefeli kwenye eneo la baraka na uzima. Ibada hii ya leo itakuwa tofauti mara 7 kwa ibada ya Jumapili inayokuja next Sunday, mara 7. Anasema tujiandae sasa kupokea hizo baraka zetu, tujiandae kupokea hizo fursa. Kitu cha mwisho ambacho ningewaasa Jumapili hii inayokuja, anza kujiuliza, unataka kufanya kazi na nani? Wengine uache. Basi hilo ni very substantial, very essential kwa ajili yako. Usifanye kazi na watu wengi, na usifanye kazi peke yako, hutaweza. Wenzetu anaweza kufungua mradi wa Tigo wakawekeza hisa wengi. Mwingine akifungua biashara anataka kuwa peke yake. Hiki ndicho kinachotesa sana sisi watu binadamu weusi. Yaani unafungua saruni unataka kuwa peke yako. Wewe badala useme mimi naweka mawigi na kusuka, kama unamtaji weka vipodozi, hutaki. Unataka kila kitu wewe. Unachoka. Tugawane. Anza kufikiria unataka kufungua nini. Money is available. Wewe sasa hivi unakwenda kufanikiwa, hutakaa unisahau. Nimefungua, kuna kitu nimevunja hapa, kuna mtu nimemnyonga hapa, nimeua, nimemaliza, nimechinja. Jumapili uvae nguo upendeze, kwa sababu kwanza ni siku ya mama zetu. Ndigo sana
kikweli Sasa mimi niko salama, salama. Huyu Yesu Kikweli sasa najiona mimi niko salama, niko salama. Haleluya. Tusimame nimshukuru Mungu. Nakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya ibada hii ya siku hii ya leo takatifu ambayo umetubarikiwa mwenyewe. Naomba uwarinde watoto hawa, uwatunze. Wape nafasi hii ya kuendelea mikononi mwako, na daima tuendelee kukutukuza na kukusifu na kulihimidi jina lako. Tunakushukuru sana kwa kweli, kwa unyenyekevu mkubwa ambao umetujalia. Endelea kututunza, kuwabariki watoto hao wa kike na wa kiume, na umetupa siku za kukaa mbele zako katika wiki hii kuanzia kesho, kufunga kwa ajili ya kukutafuta wewe. Utubariki Bwana, tutunze na uwape moyo wa ujasiri, waelewe cha kufanya, na uwabariki na uwatunze, uwazidishie hiyo hekima na nguvu, na utukufu wako uonekane kwa kweli ukiendelea kuwa pamoja nasi. Nakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Utaendelea kuwa pamoja nasi, kutubariki na kututunza, kutulinda na kutuzidishia kwa neno na tendo. Tunakupa sifa, tunakurudishia heshima na shukrani kwa yale uliyotutendea katika ibada hii ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Shall be permanent. It shall be permanent. When the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. When the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. When the Lord has done for me, it shall be